Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ulenge, mbunge wa Viti Maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA imefanya uwekezaji mkubwa wa takriban bilioni 429.1 katika kuboresha miundombinu ya bandari hiyo, ikiwa ni pamoja na kuongeza kina kutoka mita 3 mpaka mita 13, ujenzi na uboreshaji wa gati lenye urefu wa zaidi ya mita 450. Matokeo ya uwekezaji huo yameongeza mapato kutoka takriban bilioni 56 mpaka bilioni 75, meli 113 hadi kufikia meli 456, pamoja na ujazo wa shehena kutoka takriban tani 735,525 hadi milioni 1,326,415. Mheshimiwa Spika, pamoja na maboresho hayo yaliyofanywa, nikiri kuwa bado ipo changamoto ya ufinyu wa eneo kutokana na kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mzigo. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali kupitia TPA ipo katika hatua za awali za kutekeleza mradi wa ujenzi wa gati jipya la kisasa la makasha lenye urefu wa mita 300 katika bandari ya Tanga, ambapo tayari imekamilisha tafiti na usanifu wa awali. Utekelezaji wa mradi huo unatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ukiwa ni sehemu ya awamu ya 3 ya maboresho ya bandari hiyo kwa lengo la kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, kuboresha ufanisi wa huduma na kuimarisha ushindani katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Injinia Ulenge. Mheshimiwa Spika, tunaishukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ndani ya bandari ya Tanga. Ninayo maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa serikali imetumia fedha nyingi sana kwa kuongeza kina bandari ya Tanga, swali langu ni kwamba je, serikali imewekeza kiasi gani kufanya tafiti kujua sababu ya kwa nini bandari ya Tanga kina chake kinapungua? Lakini swali langu la pili, njia inayotumika sasa ya kuongeza kina kwa maana ya kuchimba dredging ni ghali na sio endelevu, kwa maana utafanya capital dredging na utakuja kufanya maintenance dredging. Je, mpaka sasa serikali imeshawekeza kiasi gani kutafuta njia mbadala ambayo ni cost effective na ambayo ni endelevu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mwanaisha Ulenge kwa jinsi anavyofuatilia maendeleo ya bandari yetu ya Tanga, ambayo ni bandari muhimu sana kwa uchumi wa taifa letu pamoja na wananchi wa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Bandari Tanzania yani TPA inatekeleza mpango kabambe wa utendaji wa bandari za Tanzania yani Ports Master Plan, ambayo ndani yake Mheshimiwa Spika ndiyo inatupa fursa ya kufanya upembuzi yakinifu wa hali ya mradi husika kabla ya kuanza kutekeleza. Hapo ndipo tunajua gharama zitakazotumika, tunajua kina husika na kadhalika. Tunaweza tusipate uwezo wa kuweza kusema specifically ni gharama kiasi gani, lakini mhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tayari kazi hiyo inaendelea kufanyika hatua na hatua, na hata ujenzi wa mradi huu mkubwa wa bilioni 429.1 uliofanyika ilitokana na upembuzi yakinifu ambao matokeo yake sasa tumefanya kazi kubwa ya kuchimba kina, kuongeza pengine upana pamoja na kugeuzia meli na maboresho mengine kadri inavyohitajika. Lakini Mheshimiwa Spika, ili kumhakikishia Mheshimiwa Mwanaisha Ulenge, na ielekeza Mamlaka ya Bandari Tanzania kuendelea na kazi ya kuchukua hatua za mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa kina pale ambapo mchanga unakuwa umejaa, sambamba na kutafuta suluhu ya kudumu ili changamoto hii ya kupungua kwa kina katika bandari ya Tanga pamoja na bandari zingine sambamba na maziwa karibu maziwa makuu yote ambayo nayo unakuta yanajaa iweze kutafutiwa ufumbuzi.